Habari za wakati huu, mfuatiliaji wa Bookstory, elimu ya wote. Katika maisha, wanasema ukiona giza limetanda sana, basi ujue kumekucha. Lakini, je, inakuwaje pale unapoamua kuwa jua la maisha ya mtu, kisha yeye anakulipa kwa giza nene la usaliti? Leo tunawaletea mkasa wa kweli uliotikisa nyoyo za wengi hapa nchini Tanzania, mwaka huu wa 2026. Huu si hadithi ya kufikirika, ni kisa cha kijana mtafutaji, Nono, aliyewekeza kila tone la jasho lake kwa binti aliyempenda, Hasma. Ni kisa kinachotufundisha kuwa siku ya wapendanao Valentine kwa wengine ni maua na vicheko, lakini kwa Nono ilikuwa ni siku ya kuvuliwa utu wake na kupewa majeraha ya kudumu na watu aliowaamini kuliko maisha yake. Je, ni nini hutokea pale msaliti anapoanza kuvuna alichopanda? Na je, ni kweli kuwa machozi ya mtu mwaminifu yanaweza kugeuka kuwa baraka ya ajabu hapo baadaye? Tega sikio kuanzia mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii yenye vionjo vya kipekee, uone jinsi Hasma alivyopoteza thabahu ya dhahabu kwa ajili ya kipande cha mkaa kilichopata kutu. Hapa ni Bookstory, elimu ya wote, tunajifunza kupitia maisha. Karibu tusafiri pamoja. Katika anga la mahaba la mwaka 2026, kijana Nono alionekana kama kielelezo cha mwanaume aliyekamilika. Upendo wake kwa binti mrembo, Hasma Kaa, haukuwa wa maneno matupu. Nono alijitoa kwa kila hali, kuanzia hali ya kiuchumi hadi kuweka heshima kwa wazazi wa Hasma. Kila mmoja mtaani kwao Tanzania alijua kuwa Nono na Hasma ni pete na kidole. Wazazi wa Hasma walimwamini Nono kama mtoto wao wa kuwazaa. Nono alihakikisha Hasma hapungukiwi na kitu, kuanzia mavazi ya kisasa hadi mahitaji madogo ya kila siku. Alikuwa akitengeneza njia ya kuelekea kwenye ndoa, akiamini amepata mke wa maisha. Ili kudhihirisha kuwa upendo wao ulikuwa na baraka za Mungu, walikubaliana kufanya sherehe kubwa ya kuwakutanisha ndugu na marafiki. Siku hiyo ilikuwa ya kipekee, vicheko vilitawala na watu walisifia, hawa ndio wapendanao wa kweli. Lakini ndani ya moyo wa Hasma kulikuwa na giza ambalo Nono hakuliona. Hasma alianza kulewa na sifa na kuanza kuona kuwa uzuri wake unaweza kumpata mwanaume yeyote, akasahau fadhila za Nono. Siku ya wapendanao ilipowadia, Nono aliamua kuwa hii ndiyo ingekuwa siku ya kihistoria. Alinunua zawadi ya gharama kubwa, pambo ambalo kila mwanamke angetamani kumiliki. Lakini zaidi ya zawadi, mfukoni alikuwa na pete ya uchumba. Alitaka kumvisha Hasma mbele ya wazazi wake na kuitangaza dunia kuwa yeye ndiye malkia wake. Alipompigia Hasma simu iliita bila kupokelewa. Moyo wa Nono ulianza kudunda kwa wasiwasi. Labda anaumwa au ananiandalia surprise, aliwaza. Aliamua kufika nyumbani kwa kina Hasma bila taarifa. Alipofika mlangoni, alikuta mlango ukiwa wazi kidogo. Kwa hatua za kunyata na tabasamu la zawadi mkononi, aliingia ndani. Dunia ilisimama. Alimkuta Hasma, mpenzi wake wa maisha, akiwa katika mikono ya mwanaume mwingine, tena rafiki yake wa karibu ambaye Nono alimwamini kama ndugu. Walikuwa wamekumbatiana kwa mahaba mazito sebuleni. Badala ya Hasma kuomba radhi, aligeuka mbogo. Machozi yalimtoka Nono, si kwa udhaifu, bali kwa uchungu wa usaliti. Hasma alimfokea, "Kinyota, ondoka hapa. Sitaki kukuona. Chukua zawadi yako na uende. Huyu ndiye mwanaume niliyemchagua sasa." Nono alitazama upande wa wazazi wa Hasma, akitegemea watamkemea binti yao kwa uovu huo. Ajabu ni kwamba wazazi wale ambao Nono aliwatunza waligeuka kama hawamjui. Walimwambia kwa dharau, "Kinyota Nono, ondoka kwa amani. Binti yetu amepata chaguo lake." Nono alisimama, akatoa ile pete na kusema kwa sauti ya kutetemeka, "Kinyota Hasma, leo unanifanyia hivi. Nimeleta pete nikuvishe uwe mke wangu, unanirudishia usaliti na rafiki yangu. Kumbuka, malipo ni hapa hapa duniani. Wazazi wangu, asanteni kwa matusi haya, baada ya yote niliyowafanyia." Nono aliondoka huku moyo wake ukivuja damu. Miezi michache haikupita, sheria ya asili ikaanza kufanya kazi. Hasma alianza kumshinikiza yule rafiki wa Nono wafunge ndoa. Yule mwanaume alicheka kwa dharau na kumwambia, "Hasma, wewe ni mwanamke wa ajabu. Ikiwa uliweza kumkataa Nono aliyekupenda kwa dhati na kukutunza mbele ya macho yangu, mimi nitakuaminije? Wewe ni mtu wa tamaa. Mimi siwezi kuoa mwanamke msaliti kama wewe. Ondoka. Mimi nina mpenzi wangu nitakayemwoa hivi karibuni." Hasma alibaki pua mshindo. Alirudi kwa wazazi wake akilia, lakini wazazi wake walimgeuka na kusema, "Ulikuwa mjinga. Nono alikuwa lulu, lakini ukaipoteza kwa tamaa. Sisi hatuna cha kukusaidia." Hasma alikimbia kwenda nyumbani kwa Nono ili kuomba msamaha, akiamini labda Nono bado anamsubiri. Alipofika, alimkuta jirani. Jirani alimshangaa na kumwambia, "Hasma,
unamtafuta Nono. Nono ameshaoa mwanamke mwingine, yule rafiki yako wa zamani aliyekuwa mwaminifu, na wamehama mji huu kwenda kuanza maisha mapya ya furaha. Hasma alianguka chini na kuzimia. Presha ilipanda. Aligundua kuwa alitupa dhabahu ya dhahabu na kuokota jiwe lililomvunja mguu. Baada ya lile tukio la aibu siku ya Valentine, Nono hakubaki kulia milele. Alijifunza kuwa Mungu akikuepusha na shari, anakupa heri. Aliamua kuhama mtaa ule uliompa maumivu na kuhamia upande mwingine wa jiji la Dar es Salaam. Katika upweke wake, rafiki mmoja wa kike wa zamani wa Hasma aliyeitwa Neema alimtafuta Nono. Neema alikuwa msichana mpole, mcha Mungu, na aliyekuwa akimheshimu sana Nono tangu zamani, lakini hakuwahi kusema kwa sababu aliheshimu mahusiano ya rafiki yake. Neema alimfariji Nono, akamwambia, mwanaume anayejituma na mwenye moyo kama wako hapotei. Mungu amekuandalia kitu kikubwa. Mapenzi yakaanza kuchipuka upya. Nono aliona tofauti kubwa. Neema hakuwa na tamaa, alikuwa mshauri na alimsaidia Nono kukuza biashara zake. Ndani ya miezi michache, Nono alifanikiwa kununua kiwanja na kuanza ujenzi. Walifunga ndoa ya kimya kimya lakini ya kifahari, na kuondoka kwenda kuanza maisha mapya mbali na macho ya wasaliti. Wakati Nono akisherehekea maisha mapya, Hasma alikuwa akizunguka mitaani kama kivuli. Yule mwanaume mwingine aliyemchagua, yule rafiki msaliti wa Nono, naye alimfukuza baada ya kumpata msichana mwingine mrembo zaidi. Hasma alibaki mpweke. Kila alipopita mtaani, watu walikuwa wakimnyooshea kidole. Yule ndiye Hasma aliyemsaliti Nono mchana kweupe. Sifa yake iliharibika. Hata wanaume wengine waliokuwa wakimvizia walimkimbia, wakihofia kuwa atawafanyia yale yale aliyomfanyia Nono. Wazazi wake Hasma walianza kuingia kwenye umaskini. Hakuna tena Nono wa kuwaletea sukari, mafuta, wala kuwalipia bili za hospitali. Walijuta, lakini majuto ni mjukuu. Baba yake Hasma aliketi kwenye kiti chake cha kizamani akisema, tulikuwa na dhahabu mkononi, tukaichagua shaba iliyopata kutu. Siku moja Hasma akiwa amechoka, amevaa nguo zilizofubaa, alikuwa akisubiri daladala kituoni. Ghafla, gari jipya la kifahari, SUV, likasimama mbele yake. Kioo kikashuka polepole. Alikuwa ni Nono. Alionekana nadhifu, mwenye afya na furaha. Pembeni yake alikaa Neema, akiwa amependeza na ana mimba ya miezi kadhaa. Mke wa Nono sasa. Hasma alijihisi kutaka ardhi ipasane ameze. Nono alimtazama Hasma kwa huruma, si kwa chuki. Alitoa pochi yake, akatoa kiasi cha pesa, Twish 100,000, na kumkabidhi Hasma. Alimwambia maneno haya machache yaliyomchoma Hasma kuliko kisu. Hasma, pole kwa maisha. Siku ile ya Valentine, hukujua kuwa ulikuwa unanifungulia mlango wa baraka zangu za kweli. Na kushukuru kwa kunikataa, maana bila wewe kunikataa, nisingemjua mke wangu huyu anayenithamini. Mungu akusaidie upate amani ya moyo wako. Nono alipandisha kioo na kuondoka, akimwacha Hasma akiangua kilio katikati ya watu kituoni. Alikumbuka pete aliyoikataa, akakumbuka nyumba aliyokuwa ajengewe, akakumbuka heshima aliyoipoteza kwa ajili ya starehe za usiku mmoja. Mkasa huu wa kweli kutoka Tanzania mwaka huu wa 2026 unatufundisha kuwa machozi ya mtu asiye na hatia hayajengi nyumba. Ukimuumiza mtu aliyekutendea mema, baraka zako zinahama kwenda kwake na wewe unabaki na laana ya nafsi. Thamini kilichopo, usiache ndio ya uhakika kwa ajili ya labda ya mtaani. Mungu anafidia kwa kila mmoja anayeumizwa kwa uaminifu wake. Mungu ana neema inayomsubiri mbeleni.